Naam, vikwazo ambavyo Marekani ametaka mataifa mengine yamwekee Muajemi au yawekee Irani ni vikwazo ambavyo havifanyi kazi, kwa sababu ukumbuke siku zote mtu unapomweka katika hali fulani aendelee kuishi katika hali hiyo, manake akishaizoea basi inakuwa hali hiyo ataendelea nayo moja kwa moja. Ni kama vile ambavyo tunasemaga kuwa wewe kama una mpenzi wako alafu unataka apate tu funzo fulani, ukajidai umenuna ili kumfundisha, basi nuna kwa muda, kwa sababu ukinuna muda mrefu akizoea utampoteza kama unampenda. Labda kama ulikuwa unatafuta sababu ya kumwacha, lakini kama unampenda, akinuna kwa muda mrefu akazoea hiyo hali, basi utampoteza kama unampenda. Kwa hiyo wanasema nuna kwa muda, alafu basi ukishaona hapa baadaye unaachia. Sasa hii ni tofauti na taifa kama la Irani ambalo lenyewe limekuwa chini ya vikwazo muda mrefu sana, maana kuanzia mwaka 1979 walipokuwa wamejiondoa kwenye mpango huu wa nyuklia, kwa sababu niliwahi kukueleza hapa katika historia kwa 1969 ambapo mataifa 1968 mataifa makubwa matano duniani ambayo ni Ufaransa, kulikuwa Uingereza, Marekani, Urusi na China. Wao waliamua kudhibiti matumizi holela ya nyuklia, kwa maana kuwa hata yule ambaye alikuwa na nyuklia angetakiwa kuharibu hizo silaha za nyuklia hivyo. Lakini nilikuambia kuwa pia nyuklia inatengenezwa kutokana na madini ya uranium. Kwa hata kama una uranium kwako, maana yake inabidi uende kwenye Umoja wa Mataifa, wao wakupe kibali kupitia shirika lililoko pale ambalo linahusika na mambo au masuala haya ya nyuklia. Kwa hiyo Iran 1974 na aliingia kwenye huo mkataba, lakini baada ya mapinduzi 1979 Irani wakajiondoa kwenye mkataba huo, na hivyo kuwa wakaingia kwenye uadui kati ya Irani na UN. Na baada ya hapo basi wameenda mpaka ilipofika mwaka 2015 wakati wa utawala wa Barack Obama, rais wa Marekani wa 44, upande huku ukiwa na rais Irani kule alikuwa anaitwa Hassan Rouhani, ambapo wakaingia kwenye makubaliano kuwa sasa waachane na mpango wa kutengeneza nyuklia kwa kigezo cha kuwa Barack Obama atawaondolea vikwazo vilivyokuwepo vya kiuchumi, ambavyo vikwazo hivi sasa vikaifanya Irani ni kama imejifungia kwenye chumba kidogo hivi kama vile Korea Kaskazini. Kwa hiyo wakawekeana huo mkataba, jambo ambalo Israeli walilaumu sana, na wakasema katika makosa ya kiufundi ambayo Marekani imefanya basi ni kuondoa vikwazo vya kiuchumi kwa Irani, kwa sababu kwa muda huu ambapo wameondolewa vikwazo vya kiuchumi, huu ndio muda watakaoutumia kujiimarisha zaidi kwa ajili ya kufadhili makundi ya kigaidi ambayo yanaisumbua Israeli, kwa sababu kumbuka Hamas, Hezbollah, Houthi na makundi mengine usoni kwa Israeli pamoja na watu wa magharibi, haya ni makundi ya kigaidi. Wao hawachukulii kama Hamas kuwa ni wapiganaji wanaopigania ardhi yao wa Palestina, no, wanachukulia kama ni kundi mojawapo la kigaidi. Kwa hiyo alipokuja kuingia Donald Trump sasa kwa awamu ya kwanza, kwa sababu ni awamu ya pili baada ya Joe Biden, lakini alipoingia kwa awamu ya kwanza akaondoa ule mkataba. Ule mkataba akataka ubaki vile vile, lakini vikwazo akarudisha vikwazo, na hapo mambo mengi yalitokea. Ndio Donald Trump mnakumbuka kupitia MQ-9 Reaper, hizi drone, alimuua Qasem Soleimani, kamanda ambaye alikuwa kamanda bora wa wakati wote wa Irani. Huyu mwamba aliuawa katika anga la Iraq akiwa huko Iraq. Kwa hiyo ikawa hiko namna hiyo. Sasa hivi vikwazo sasa hivi Donald Trump amekuja ameingia, na baada ya kuingia Donald Trump anataka sasa vikwazo vile viendelee, na kuendelea kwa hivyo vikwazo manake mataifa mengine pia na yenyewe yasaidie kwenye vikwazo hivi kumfanya Irani asiwe na nguvu yoyote, kwa sababu mahali wanapokimbiliaga watu wa Ulaya wakitaka kukuweza ni kwenye vikwazo. Ndugu zanguni, tukubaliane kuwa vikwazo vinafanya kazi kwa nchi masikini, lakini mataifa yaliyojitambua vikwazo havifanyi kazi. Vikwazo vinafanya kazi huko Afrika, kwa sababu Afrika ni mataifa yanayoendelea, na Afrika ukumbuke imekuwa chini ya utumwa siku nyingi na miaka mingi. Ndio maana unaona vikwazo wakileta huko vikwazo vinafanya kazi kama vile vilivyowahi kufanyaga kazi Zimbabwe, mnakumbuka wakati wa mzee Robert Constantine Matibili Mugabe. Lakini vikwazo
vikwazo hivi, hata juzi Rwanda imewekewa vikwazo kuwa, maana Ubelgiji ndio ilianza kuongea sana kuwa Rwanda wanawafadhili M23 wanaosababisha amani Kongo inapotea. Kwa hiyo wakasema mataifa, Umoja wa Mataifa na baadhi ya mataifa wakaiwekea vikwazo Rwanda, mpaka tukasikia kiongozi wa Rwanda akasema Wanyarwanda tujiandae kuishi na vikwazo. Kwa nini? Kwa sababu wametugeuka hawa watu na wametuwekea vikwazo. Kwa nini amesema tujiandae? Kwa sababu ukumbuke mataifa yetu ya Afrika ndio yanaendelea. Kwa sasa ukija kuweka vikwazo tena ukaondoa mambo mbalimbali, manake kuyumba lazima kutayumba. Lakini hii ni tofauti na mataifa mengine, kama ukiangalia mataifa kama ya Korea na huyu Mwajemi. Sasa ni kuwa wakati wameweka vikwazo, China amenunua mapipa 1,900,000 ndani ya siku moja, au tuseme ndani ya masaa 24 mpaka 36, amenunua mapipa ya oili au mafuta, tuseme hivyo. Amenunua mapipa ya mafuta kutoka Irani 1,900,000. Hebu acheni nyinyi watu, yani ndio maana nasema Marekani, Donald Trump kweli ana nia ya dhati ya kweli ya kutaka kuirudisha Marekani mahali ilipokuwa, kwenye nafasi yake ilipokuwa kama superpower. Lakini kwa leo hii nimedubu kukuambia hapa, hatupo kwenye ulimwengu wa unipolar system ambapo eti taifa moja ndilo likiongea watu wote wanafuata amri. Taifa moja likisema hiki hapana, watu wote wanatetemeka. Kweli mzee, hatuko kwenye ulimwengu huo. Sasa hivi tupo kwenye ulimwengu wa multipolar system. Mataifa ambayo ni superpower ni mengi sasa hivi. Sasa Marekani, Donald Trump, nisiseme Marekani, tutakuwa tunaionea Marekani, lakini pia Marekani ndio Donald Trump mwenyewe. Lakini Donald Trump amekuja na namna ambayo sio, na ndio maana wakuta hata Seneti wamepiga kura pia, baadhi ya mambo anayoyafanya Donald Trump wameyakataa. Wakasema hapana, hiki kitu sisi hatuelewi, ni kitu gani hiki kinachoendelea hapo Marekani. Wamepiga kura Seneti ya Marekani au bunge la Marekani imepiga kura kuendana na mambo ambayo Donald Trump anayafanya. Ni mambo ya ajabu kweli kweli. Sasa kama ulikuwa unamtegemea China akusaidie kuwawekea Irani vikwazo, China huyu Donald Trump ndo amekuwa na ugomvi nao. China hawa Donald Trump ndo amewagonga ushuru wa hali ya juu, kiasi kwamba ambapo na Wachina na wenyewe wakasema na sisi tutalipiza. Leo umeweka vita vya kiuchumi kati ya taifa lako wewe Marekani, Donald Trump, na Wachina, alafu nategemea Wachina hawa, na unajua kabisa China ni nchi kubwa, ni taifa kubwa, kwa sababu lina wakazi zaidi ya bilioni 1 na milioni 200, ambapo sasa unaona the way ambavyo na wao wakikusapoti kwenye vikwazo, manake umepiga hatua. Sasa unawawekea tena vikwazo, lakini China hajafuata hayo masharti ya Marekani, sijui nini na nini. Kwa siku moja amenunua mapipa ya mafuta 1,900,000 kutokea Irani, mafuta ya Irani. Yaani hii ni kusapotiana, kwa sababu kumbuke hawa miamba wote wako huko BRICS yao. Kumbuka, hii ni kusapotiana. Hii inanikumbusha wakati ambapo Ulaya pamoja na Marekani walipomwekea vikwazo Urusi, kuwa mataifa ya Ulaya hayatakiwi kununua gesi ya Urusi wala mafuta ya Urusi. Tunakumbuka India na China walinunua sana. Sasa kumbuka, India ni taifa kubwa, kumbuka China ni taifa kubwa. Sasa kama China na India watanunua mafuta kutoka kwako, na mhitaji nani tena mwingine tena? Lakini huu ushirikiano kati ya Irani pamoja na China pamoja na Urusi, manake unajua Donald Trump angeweza kufaulu kuikomesha Irani endapo angekuwa na mahusiano mazuri na Urusi, akawa na mahusiano mazuri na China. Okay, by the way tunajua mahusiano mazuri na Urusi yapo, kwa sababu hata kwenye ushuru aliyoweka Urusi haiko, ameitoa Urusi, kwa sababu nafikiri anajua, kwa sababu wewe usipoungana na Urusi unataka uungane na nani? Kwa sababu Urusi ni mtu mwenye nguvu. Lakini kwenye hivi vikwazo sasa ambavyo amesema kuwa tunataka tuweke vikwazo na nini, China amekataa. China ndo ameendelea kununua, maana kununua mafuta ya Irani manake ni kuisapoti Irani katika mambo anayoyafanya, ni kumsapoti Irani katika vitu anavyovifanya. Na ukorofi ukweli ni Marekani ndo ameenda kuwakorofisha watu kwenye nchi yao. Mimi sitaki hiyo nuclear na 1 2 3. Kwa nini msiingie kwenye mazungumzo? Alafu Trump sasa kitu alichokiongea akasema msipoelewa na kuja kuwaua.
Yani unaona vitu kama hivyo. Yani msipoingia kwenye dili hii ya nyuklia, ninakuja kupiga nchi yenu, nitakuja kuwavamia na kuwapiga. Ndio maana Wairani wakasema tunakusubiri baba, karibu njoo uvamie. Maana kama unajidai mbabe, unaweza ukatatua matatizo kwa ubabe. Jamani, sio kila vita ni vya kupigana, no. Kuna vita vingine lazima watu wakae mezani, wayazungumze, wayamalize. Mnakumbuka sisi tuliwahi kuwa na conflict kati ya Tanzania na Malawi. Kulikuwa na conflict hiyo wakati ule, aliyekuwa rais wa Tanzania alikuwa ni Jakaya Mrisho Kikwete, rais mstaafu kwa sasa wa awamu ya 4, na kule Malawi alikuwepo mwanamama anaitwa Joyce Banda, na yule mwanamama kule akawa anaongea kweli, yani hapa, yani sisi tuko tayari, tunataka tupigane na nini na hivi na hivi. Okay, by the way, tunajua Malawi na Tanzania, hata ukijaribu kuangalia jamani, Malawi ile sasa si tuna dakika tu haipo, kwa sababu Tanzania ina jeshi bora zaidi. Lakini pamoja na kuwa Tanzania ina jeshi bora zaidi, kwa sababu wakati ule ninakumbuka alikuwepo mwenyekiti wa ulinzi, nadhani alikuwa ni mzee wetu Edward Lowassa ambaye ametangulia mbele za haki. Mwenyezi Mungu ailaze mahala pema peponi roho yake, amina. Lakini nakumbuka waziri huyu, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi huyu, alisema tuko tayari kulinda mipaka yetu kwa gharama yoyote. Na kipindi hicho waziri wa ulinzi akasema, nimeongea na vijana, yani jeshi wako tayari, na wao wamesema tutapigana mpaka damu ya mwisho. Lakini nilipenda busara ya mzee Jakaya Mrisho Kikwete. Yeye aliona pamoja kuwa na jeshi bora, lakini sio kila vita vinahitaji mpigane, no. Kuna vita vingine ni kuongea tu. Akamuita yule mama, wakakaa mezani, wakaongea, sisi ni ndugu, tunapigana kwa sababu gani? Alafu tupigane mipaka ya wakoloni, eti wamechora mipaka kwenye ziwa ndio tupigane? Hatufai kupigana. Yule mama ndo akapumua iko. Baadaye akasema afadhali, kwa sababu nilijua hapa sasa tunaingia kwenye vita. Kumbe anaongea huku anaogopa vita. Kwa sio kila vita ni vya kupigana. Wakati mwingine tukaeni mezani, tuyazungumze, tuyaongee, tutaepusha umwagikaji wa damu. Sasa Marekani akiamua kwanza kuivamia Irani, ujue hiyo Mashariki ya Kati pote hapo patawaka hapo. Sio Israeli, sio huku upande wa mataifa ya Kiarabu, sio Saudi Arabia, sio Katari, sio, kwa sababu Marekani atahitaji haya mataifa. Kama sio Israeli, kama sio Saudi Arabia, kama sio Katari, atahitaji hapo ili aweze kuweka vifaa vyake kwa ajili ya kuipiga Irani. Na Irani amesema kuwa yeyote atakayehusika kumsaidia Marekani kutumia anga lake kuishambulia Irani, mimi nitampiga yeye. Unaona, manake tutaingia kwenye vita ambavyo vita hivi sio vya lazima. Ni busara tu ya Donald Trump atume watu waende wakaongee na Irani, alafu mambo yaishie hapo. Hivyo tu, hakuna kitu kingine tena zaidi ya hapo. Lakini ulimwengu huu bila vita watu wataishije? Kwa sababu vita ndivyo vinavyofanya watu watajirike. Watu wanauza silaha, watu wanauza chakula, watu wanauza dawa. Bila vita unadhani watu wataishije? Kwa kuna watu wengine ili waishi wawe matajiri, lazima damu za watu wengine zimwagike. Nawashukuru sana wanaokuwa Mwafrika. Asanteni kuendelea kutufuatilia hapa. Tunaendelea kuwapa updates za mambo yanayoendelea huko ulimwenguni na huko duniani.